usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kazi ya kusaka maridhiano nchini Tanzania imetajwa kuwa ni mfupa mgumu kwa wasuluhishi kwa kile kilichotajwa kuwa kushupaza shingo kwa watawala. Wachambuzi wanasema kuwa kazi hiyo ingekuwa rahisi kabla ya matukio ya tarehe 29 Oktoba, kwani eneo la upatanishi lingekuwa ni demokrasia na jitihada za kuwasaka waliotekwa. Ugumu wa kazi hiyo umekuja baada ya uchaguzi mkuu kutokana na mauaji ya wananchi yaliyohusishwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Juma lililopita, siku ya Jumanne tarehe 18 Novemba 2025, msuluhishi aliyetumwa na Jumuiya ya Madola Dr. Lazarus Chakwera alidaiwa kuwasili nchini Tanzania kwa ajili ya kuanza kazi yake ya kusaka maridhiano. Ujumbe wa Chakwera ulitajwa kuwa utaambatana na naibu katibu mkuu wa jumuiya hiyo, Professor Louis Francis. Wachambuzi wanaeleza ugumu wa kazi hiyo unatokana na fikra ya kudhani kwamba maridhiano yatahusu kundi la siasa pekee, huku wengine wakisema kuwa hawaoni kama wabeba maoni ya maridhiano hayo watawala kama wana nia ya dhati ya maridhiano hayo. Mbali na chama kikuu cha upinzani nchini, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuonyesha msimamo wa wazi kutohitaji mazungumzo yatakayohusu maridhiano na vyama vingine kama ACT Wazalendo na Chama cha Wananchi CUF, nao hawaoni mwafaka wa maridhiano hayo. Deus Kibamba yeye anasema, ili maridhiano yafanikiwe ni lazima tukubali kuchunguzwa na taasisi zinazoaminika. Anasema kuwa ili kuwepo maridhiano ni lazima kuachia wafungwa na mahabusu wote wa kisiasa na sharti makundi yote yashirikishwe. Naye tarehe 29 Oktoba na matukio yaliyojitokeza kabla ya 29 ya kuteka watu, kupoteza, kuua, yamecomplicate, yamefanya hali ya mazungumzo iwe mbaya zaidi. Tulikuwa tunazungumza mwezi wa 4 mwaka huu, mimi ningekwambia kuanzia leo kuitisha mazungumzo. Lakini hivi leo huwezi kuitisha mazungumzo tu. Hivi leo unahitaji ufanye vitendo ambavyo vinaonyesha una nia kweli ya kufanya mazungumzo. Kwa mfano, lazima hapa ufanyike uchunguzi, tuchunguzwe, sio tujichunguze. Unanisikia ndugu yangu? Hapa lazima tuchunguzwe. Ndio. Nimesikia kauli ya mkuu wa nchi akisema tayari tunataka tuchunguze, na tayari nimeshaanza maandalizi ya kuunda tume ya kuchunguza. Victor Mena, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anaeleza kuwa upande unaotaka maridhiano hauonekani kubeba kauli hiyo kwa uzito unaostahili. Unataka kuridhiana na watu ambao walishahitaji maridhiano hukuatilia maanani. Unataka maridhiano katika wakati mgumu ambao vilio vimetawala mitaani na watu wamekosa miili ya ndugu zao waliouawa na askari waliokuwa wakirusha risasi ovyo. Hii si sawa, anaeleza Mena. Mena amesema njia nzuri ya kuelekea kwenye maridhiano ni kutatua shida za vijana walioandamana na kumtoa Lissu gerezani. Heshima ya Tanzania imeingia doa, hata Rais Samia amekiri hilo. Tunategemewa kuwa wasuluhishi wa migogoro barani Afrika, lakini hivi sasa tunahitaji wasuluhishi kutoka nje. Hapa ndipo tulipojifikisha, amefafanua. Sisi ndio huwa tumezoea mataifa mengine tunaenda kusuluhisha, mkapata kwenda kuwasuluhisha, lakini pia Tanzania huwa ni kimbilio la watu wengi, lakini sio watu kutoka nje kuja kusuluhisha. Hilo la kwanza. Tunaweza tukaliweka katika moyo huyo anayetaka kuja kutusuluhisha aliyochaguliwa na yeye Jumuiya ya Madola. Lakini unataka kwenye issue ya maridhiano, unataka maridhiano na nani? Hata mtoto mdogo akisikia story kama hii, anaweza kuhisi kama ni utani au ni kichekesho au labda ni mchezo tu ambao upo. Unataka maridhiano baada ya kukamilisha wewe hitaji lako. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.